Na mtazamaji, tutatoka huko Senate kidogo ili tuweze kurudi hapa ndani ya studio. Manake kama nilivyoanza kukuelezea ni kwamba hii leo tuna kikao maalum cha wafanyabiashara na waziri wa fedha John Mbadi ambacho tulikuwa tunatarajia kukianza mwendo wa saa 5, lakini kutokana na sababu ambazo haziko katika uwezo wetu, naarifiwa kwamba moja kwa moja tutakwenda huko kwa sababu waziri ana majukumu mengine ambayo anataka kuyaendeleza baadaye atakapotoka hapa. Kwa hivyo hivi sasa nawarushia wenzangu upande wa pili wa studio waendelee na mjadala huo, kisha baadaye tutarudi hapa kuendelea na mengine ambayo tumekuandalia. Naam, asante sana Mwanahamisi Ahmadi. Bila shaka kama ulivyoeleza watazamaji, leo ni siku muhimu sana. Tunafanya kikao hapa ndani ya Sema na Citizen, kikao ambacho si cha kawaida. Bila shaka tutakufahamisha mbivu na mbichi, lakini nakaribisha ndani ya Sema na Citizen tukiwa na makala maalum kuhusiana na bajeti ya mwaka 2025-2026. Hapo kesho waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi atakuwa anasoma kwa mara ya kwanza mapendekezo yake kuhusiana na bajeti na makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026. Je, kuna yapi ambayo usiofahamu kama mfanyi biashara, kama Mkenya mtozo wa ushuru na kadhalika? Yote hayo tutafahamu mbivu na mbichi, na kwa kifupi tu nifahamishe kwamba tutakuwa na wageni wafuatao. Tunaye hapa studioni katika studio zetu za Ballot hapa Sema na Citizen, tunaye waziri wa hazina ya kitaifa Mheshimiwa John Mbadi. Karibu sana katika studio zetu. Na asante kwa kufanya muda kuwa pamoja nasi. Hayuko peke yake, ameandamana pamoja na Mheshimiwa Eli Gor, ni mwakilishi wodi kutoka wodi ya Ololua iliyoko katika eneo la Kajiado North, ukipenda Kajiado, kaunti ya Kajiado. Karibu sana katika studio zetu. Pia tuko naye Mheshimiwa Anthony Maragu ambaye anawakilisha eneo la wodi Karen hapa jijini Nairobi. Karibu sana Mheshimiwa Anthony. Na vile vile tuko naye Mheshimiwa Mark Masharia ambaye anawakilisha wodi ya Umoja One. Pia ni kiranja wa wachache katika bunge la kaunti ya Nairobi. Karibu sana katika studio zetu. Hai basi, hatuko peke yetu hapa. Ninaye mwenzangu anashika usukani upande mwingine, Mashirima Kapombe. Na mshukran Nimrod, bila shaka ni kikao ambacho sio cha kawaida, lakini kwa leo tutakuwa tunaelewa zaidi kuhusiana na hii bajeti, na tuko hapa na wafanyabiashara kutoka masoko mbalimbali hapa jijini Nairobi, na watakuwa natueleza mengi tu kuhusiana na maswali yao kwa waziri na wale viongozi ambao wako hapa. Lakini pia wale ambao nimezungumza nao awali wamenieleza kwamba kuna mambo mengi ambayo hawayaelewi kila wakati ambapo bajeti inaposomwa, na nadhani hapa ndio itakuwa nafasi ama fursa nzuri kwa waziri kuwaeleza wananchi kinaga ubaga kwa lugha ambayo inaeleweka na mwananchi wa kawaida, tax exempt, zero rated, turnover tax, na mambo kama hayo. E-teams inawaathiri vipi na inamaanisha nini haswa kwa wafanyabiashara hao wadogo ambao watakuwa wanatoa maelezo yao, watakuwa wanatoa kauli zao na maoni yao kuhusiana na kile ambacho wanatarajia katika bajeti ya mwaka huu wa 2025-2026 pamoja na mswada wa fedha wa mwaka huu wa 2025. Nimrod. Asante sana. Moja kwa moja basi nianze na wewe waziri wa hazina ya kitaifa Mheshimiwa John Mbadi. Tarehe 12 Agosti mwaka 2024, baada ya kula kiapo kama waziri wa hazina ya kitaifa, ulikwenda katika afisi ya Wizara ya Hazina ya Kitaifa kupokezwa hatamu za uongozi na mtangulizi wako Profesa Njuguna Ndung'u. Profesa Njuguna Ndung'u kwa mara yake ya kwanza akidokeza kwamba ni vigumu kuwatoza ushuru wa Kenya zaidi ya wanavyotozwa kwa sasa, na ni maneno ambayo uliungama na kukubaliana nayo. Tueleze katika mapendekezo haya ambayo umekuwa ukijiandaa katika miezi michache ambayo umekuwa katika wizara, msimamo wako umebadilika ama namna gani kuhusiana na kuwatoza zaidi ushuru wananchi, wafanyabiashara wa taifa hili? Kwanza asante sana Nimrod. Asante. Na wananchi tukufu, hamjambo. Kwanza wacha nishukuru Royal Media kwa kutukaribisha hapa na kuweka hii kikao ili tuzungumze na tuzungumzie maneno ya bajeti ya mwaka 2025-2026. Nimeambiwa tunaweza changanya lugha hapa. Bila shaka. Ile sijaruhusiwa ni sitaongea Kijaluo ama Kisuba, lakini nimeambiwa ninaweza kuongea Kiingereza ama Kiswahili. Kwa hivyo nitachanganya kidogo kidogo, lakini nitajaribu muelewe ni kitu gani ninasema.
Kurudi kwa swali lako, umeniuliza wakati Njuguna Ndung'u alikuwa ananipea alikuwa anafanya handing over kwangu, alisema mahali tumefika hatuwezi kutosha ushuru zaidi kwa Wakenya, especially kwa ile tunaita personal tax. Ile ushuru inalipwa moja kwa moja kutoka kwa wananchi wa kawaida. Na hiyo ndiye msimamo wangu, na imekuwa msimamo wangu kwa muda mrefu sana. Mnajua mimi kwa masomo yangu nimesomea maneno ya accounting, ama ukipenda ni uhasibu. Na kwa hiyo masomo tulifundishwa kwamba kuna mahali unafika ukiendelea kutosha ushuru, sasa badala ya kupata pesa zaidi itaanza kupungua, kwa sababu wananchi wanafanya biashara ili wao pia wafaidike. Huwezi kutosha ushuru kupita kiasi. Kwa hivyo ukiangalia hii bill tumepeleka bunge, tulipeleka hii bill bunge tarehe 30th April. Hii bill tunaita finance bill. Ukiangalia vizuri, for the first time hatujaweka ile nyongeza ya ushuru vile inakuwa ukiangalia vile tulikuwa tunafanya mbeleni hapo awali. Kwa mfano, hakuna mwaka tumepeleka finance bill without sin tax. Hiyo ndiyo mfano moja naweza toa. For the first time hatujaongeza ushuru kwa hizo bidhaa tumeweka kwa basket tunaita sin products, kama pombe, sigara na vitu kama hizo. Tunaona ni kama tumetosha ushuru ya kutosha, ama tumeweka ushuru ya kutosha kwa hizo bidhaa. Tukiendelea kuweka ushuru sasa ni kama tutaumiza wananchi wa kawaida, tutaumiza biashara na tutaumiza employment, because hata hizo products zinatengenezwa na zina employ watu. Hii bill lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tumelayanisha mapangilio ama programs ama strategy ya kuokota ushuru. Pia we have cleaned up. Tumetoa ambiguities zile zilikuwa kwa tax laws, various tax laws. Unajua finance bill ni various tax laws zimewekwa pamoja, ni kama omnibus bill. Tuko hapo na income tax act, tuko na value added tax, tuko na excess duty, tuko na customs duty, tuko na tax procedures and miscellaneous amendments. Zote zimewekwa pamoja na tunaita finance bill. Ukiangalia hizo acts, various acts, hakuna nyongeza ya ushuru tumeweka kwa hizi. If anything, ni kama tumepea nafuu wananchi kwa kiwango fulani. Asante kwa maelezo. Mheshimiwa, nataka nikuuliza swali lingine kabla ya kufungua uwanja kwa waheshimiwa ambao wako pamoja nasi na pia wananchi. Yes. Ni kwamba bajeti ya trilioni 4.2 si bajeti ndogo, ni bajeti kubwa kuwahi kuonekana katika taifa hili. Ina maana kwamba una kusudi fulani ya kukusanya fedha hizo ili miradi ya serikali iweze kutekelezwa. Ikiwa kuna upungufu ambapo pengine serikali inataka kukusanya bilioni 35, inakusanya hizi kutoka wapi? Ama bajeti hii itatoka kutoka kwa ushuru gani zaidi, hasa kutoka kwa wafanyabiashara ambao wako mbele yako? Yes, ni ukweli bajeti ni kubwa. Expenditure ile tumeweka kwa budget ni 4 trillion 239 billion, na hapo tunatarajia okota ushuru ile tunaita ordinary revenue, ile tax ya kawaida tunatoa kwa wananchi na companies, the company corporation tax. Hizo zote tunatarajia collect kitu kama 2 trillion 757 billion. Na pia kuna ushuru zingine tunatosha, they are not called ordinary revenue, lakini pia ni ushuru. Kama ukitumia services ya serikali, ile malipo unalipa ukipata passport na vitu kama hizo, ama ID na vinginevyo. So hizo pia
tunatarajia kuokota 560 billion, na pia kuna grants, ile pesa tutapokea kutoka kwa wale wameamua ama wamejitolea jitokeza kutusaidia bila kutupea deni. Hiyo ni 46 billion. Ukiweka pamoja sasa hiyo ni trilioni 3 bilioni 318. Alafu ile sasa inabaki ndio tunaita budget deficit. Hiyo budget deficit ni bilioni 876, 876 billion. Na hapo sasa tutakopa kutoka nje 284 billion, na hapa nyumbani pia tutakopa 592 billion. Now umeniuliza kama tutaongeza ushuru, vile tumeamua tutaongeza ushuru, tutapata pesa wapi ili kufaidhi hizi mpangilio tuko nazo. Unajua tayari tuko na tax laws already in operation. Tuko na tax laws hata leo. Hizo tax laws ndio tutaendelea nazo. Kitu ile tutafanya ni kuhakikisha KRA, tumelainisha KRA, tumeweka mpangilio ya kutosha, na tuweke ile teknolojia inahitajika ndiye tuokoti ushuru using the current or existing laws without kuongeza ushuru zaidi ya zile tuko nazo. So that is the strategy. Saa hii tuna modernize, tunaweka teknolojia kwa KRA, na tumehakikisha kwamba sasa visibility iko. Wale ambao hawako kwa wanalipa ushuru sasa wanaonekana kutumia teknolojia. Asante waziri. Najua wafanyi biashara walioko hapa watakuuliza maswali mengi, lakini ili nioanisha pamoja na wageni walioko pamoja na wewe, nianze na Mheshimiwa Gor halafu niende kwake Mashirima kwa wageni wetu. Mheshimiwa Gor, waziri amezungumzia masuala ya ushuru. Mara nyingi ushuru unakusanywa kutoka kwa wafanyi biashara kama hawa walioko mbele yako. Kwa wafanyi biashara walioko sokoni, wanaofanya biashara katika eneo la Kajiado North ama wodi ya Ololua, kitu gani haswa kinawakera sana kila mara kunaposomwa bajeti, hasa mapendekezo ambayo yako sasa, ikiwa wameweza kudurusu na kuangalia kitu gani ambacho kitawakandamiza ama kuwaudhi katika masuala ya ukusanyaji ushuru? Asante sana Nimrod kwa hii fursa. Kitu ya kwanza ni services. Kwa wananchi ama kwa wanabiashara ndio kitu kubwa sana ambacho kinawakera, na security ya biashara zao. Manake unapata kabla huyo mwanabiashara afike kwa sehemu yake ya kazi, usalama wake uko vipi? Kabla huyo mwanabiashara afike kwa kazi yake, mabarabara ambazo wanatumia ziko vipi? Na pia vile vile service kwa ajili ya mambo ya usafi. Mimi naongelea biashara tofauti ikiwemo pia na biashara ya masoko. Kwa sababu tunazungumzia masuala ya fedha, nataka uweke mazungumzo katika masuala ya fedha. Ndio. Wafanyi biashara wa Ololua wanatozwa ushuru ambao wanaridhika nao, ama ni ushuru ambao wanahisi unawakandamiza na hivyo uko juu? Ndio kwa maana unasikia ninasema hivyo, kwa sababu unajua shilingi kwa lingine. Wakati unaona shilingi ambayo unatozwa haiambatani na ile ambayo unapokea, basi hiyo inakuwa ni kero. Na wakati uko na usafiri ambao ni mwafaka kuelekea kule ambapo unafanya kazi, thereby utaenda tena kwa garage kutengeneza gari yako na mambo kama hayo. That is an extra gharama ambayo tunaongelea. Wakati lazima uongeze security kwa ile kazi yako, kwa sababu hakuna usalama, inakuwa ni mzigo zaidi ya ile ambayo wamezoea. So kwa hiyo ndio yale Asante Mheshimiwa Gor. Hivi sasa nataka kwenda kwake mwenzangu Mashirima Kapombe aweze kuzungumza na wafanyi biashara walioko pamoja nasi, kuweza kumuuliza waziri baadhi ya maswali kuhusiana na bajeti ya mwaka 2025-2026. Naam, shukran sana Nimrod. Nataka kuanza na Steven Mativo ambaye awali nilikuwa nazungumza naye, alikuwa ananieleza kwamba biashara yake katika soko la Marikiti ni biashara ya machungwa. Steven, simama. Asante sana kwa kuungana nasi. Labda unaweza kutueleza swali lako kwa waziri ni lipi? Swali langu kwa waziri ni, biashara yangu ni dogo, manufaa yenye naweza pata kwa hiyo biashara
yani kuhusiana na hii bajeti ni gani? Swali la pili. Swali moja. Asante. Sawa, kuna mtu mwingine ambaye ana swali? Aha, kuna mwingine hapa karibu. Simama tafadhali. Sogea hapa karibu. Sogea hapa. Asante sana Wasili na walioko hapa wote. Mimi ni mfanyabiashara kutoka eneo la Ngong. Elgol ni jirani yangu. Na swali yangu ni rahisi. Tumeona katika muda wa hivi karibuni kuna tax mobs zinakuwa zinaongezwa zenye hatukuwa nazo previously. Ni aim yenu ni gani kwa kuendelea overtax wananchi wa kawaida? Does it mean that the more on overtax the common mwananchi, the more the country to prosper? Do you know that ukiendelea overtax the common mwananchi is the only way utaendelea kusabotage this country? Pili ni kwamba tumesikia kuna teknolojia mtaya katika KRA ndio tuweze kujua watu wenye walipi tax na wenye wanalipa tax. Mshatujulisha that hiyo ndio mtaweka na tushakubaliana na hiyo kwamba sisi wananchi tuko sawa na privacy yetu kuwa intruded na KRA, because kwa article 31 constitution ni right to privacy, right? Kila mtu anakubaliana na hiyo. Mbona mtuletee KRA yenye kwenda into our banks, to our mobile money fundings bila kutujulisha sisi ama bila kupeleka katika koti na wa decide on the way forward? Shukran. Asante sana. Wacha tusogee hapa mbele. Nitakushikia. Simama. Kwa majina ni Joseph. Mimi ni mfanyikazi pale Kikuyu Town. Mimi nauliza tu swali rahisi kwa waziri na asante kwa fursa hii. Yangu ni I'm an accountant by profession. We have always seen that there is always a deficit of between 6% and below. In this current budget, reading it's like 4.5%. Instead of us having this deficit year in, year out, that shows that our debt will always grow. Why can't we put away with the deficit, the 4.5%, with reducing the unnecessary spending in the government to align with what we have? Instead of us, we have 11 trillion to service. We don't have that money. And if we fall short of the 4.5 deficit, the country won't prosper. We'll still go back to the debts and more debts and more debts. Why can't we reduce the expenditure with the same deficit of 4.5%? Thank you. Asante sana. Wacha nitafute mwanadada hapa. Hamjambo. Bwana Waziri, mimi naitwa Masenjeri, nimetoka huko Nyamakema na nataka kuongelelea hii swala la umeongea na nilikusikia ukiongea siku nyingine maneno ya budget, ati hiyo deficit mmeweka hapo, mnategemea kukopa hapa Kenya kwa banks zetu na kukopa nje na kugojea mswanda. Nikajiuliza, kwa boma yangu naweza fanya budget ya kujenga nyumba, ni budget na pesa nitapewa na mtu wa kutoka nje. Mnaweza fanya budget muweke grants kama ile pesa mnagojea kujenga uchumi wetu nayo. Na hao mnagojea wampe hizo grants, wakikataa mtafanya nini? Nimrod. Asante sana Mashirima, asante sana pia kwa wananchi. Moja kwa moja waziri, nafikiri ni maswali manne hayo, na kupa muda uweze kuyajibu, halafu nizungumze na waheshimiwa pia walioko pamoja. Asante sana Nimrod. Vile nilisema mbeleni, tutajaribu kuchanganya lugha ndiye nieleweke vizuri. Fursa ni yako Mheshimiwa. Mativo Stephen, umeuliza ni faida gani iko kwa hii bajeti. Ukiangalia hii bajeti utaona vizuri kama wewe kama mwanabiashara kuna vitu unahitaji ili biashara yako uendeleze biashara yako vizuri, ama how you run your business in an environment that promotes that business, kwa sababu unahitaji security. Security ni muhimu sana kwa biashara yako. Juu siwezi kuja kwa biashara yako nikijua I have to look behind to see who is pickpocketing me. I want to come to your business, nikinunua kitu niko sawa. I am not worried about who is coming to attack me
or to rob me or to pickpocket me. So unahitaji security. Na hiyo ndio sababu ukiangalia hii bajeti tumeweka pesa ya security ya kutosha. Kwa maoni yangu tumeweka 460 billion kwa budget, na hiyo imeongezeka kutoka 435 billion mpaka 460, sababu security ni muhimu kwa maisha ya kila mtu. Na pia hata barabara, kuna mtu amezungumzia maneno ama ameguzia maneno ya barabara, I think ni mheshimiwa hapa. Ukiangalia maintenance of roads, tumeongeza pesa kutoka bilioni 85 billion kwa hii bajeti ya mwaka huu ile inaisha to 115 billion in the next budget. Sasa hiyo inamaanisha we are going to spend 30 billion more to maintain our roads, because the biggest problem is not even constructing new roads, it is maintaining the roads that exist, especially nyinyi kama wanabiashara wa Nairobi. And we are alive to the fact that Kenyan economy is more informal than formal. Over 80% of employment in Kenya is in the informal sector. Hata ukiangalia ile report ilitolewa juzi ya National Survey, it came out very clearly that over 90% of jobs that were created in the last 1 year, the jobs that were created in the informal sector. Kwa hivyo nyinyi ni muhimu sana kwa uchumi ya Kenya, na hiyo ndiyo sababu nimekuja hapa ku-engage na nyinyi, because I appreciate the value of the informal sector and the business community. Ninataka tena kusema tumeweka pesa ya kusaidia mpangilio ya serikali zingine muhimu kama afya, health sana sana. Unajua watu walikuwa wanapiga kelele sana, na walikuwa na sababu. SHA haikuwa inafanya kazi vile inatakikana ifanye, na sababu ya SHA kukosa kufanya kazi vizuri ili kutokana na ukosefu ya pesa ama fedha tulikuwa tumewekea SHA, na sana sana kwa ile tunaita primary health care. Primary health care ndiyo inagharamia outpatient treatment ya wananchi, na hiyo inasaidia mwananchi wa kawaida. Na tumeongeza bajeti ya kuenda kwa primary health care kutoka bilioni 7.1 mpaka bilioni 13.1, 13.1 billion up from 7.1. Hiyo ni karibu double, na hiyo inamaanisha 2025-2026 nyinyi mtapata matibabu kushinda ile mlikuwa mnapata kwa mwaka iliyopita, kwa sababu tumeongeza bajeti. Bajeti line nyingine tumeongeza ni ile ya emergency, chronic and critical illnesses. Wale wako na mashida kama cancer na watu wengi sasa wako na chronic diseases, cancer, diabetes, high blood pressure. Tumeongeza hiyo bajeti kutoka 5 billion mpaka 10 billion. Kwa hii bajeti tumependekeza bunge. Hiyo inamaanisha sasa serikali imeona umuhimu ya kuweka pesa kwa hiyo budget line. Kwa hivyo wananchi wa kawaida watapata faida. Na ya mwisho, hata tumeweka, nyinyi kama watu wa biashara tunajaribu ku-encourage borrowing. Na line moja ni Hustler Fund, imesaidia watu wengi. Kwa hivyo tumeongeza hiyo bajeti na bilioni 1 kwa hii budget. So in a nutshell, tunajaribu kuweka pesa mahali zinahitajika. Na maneno ya masomo pia tumeweka pesa. Nimesikia watu wakicomplain tumeweka pesa ile haitoshi. Lakini hiyo ni kwa sababu we also have fiscal constraints. Tumekopa pesa hapo mbeleni mpaka leo, na hizo pesa zimetumika kujenga mabarabara, kujenga reli na vitu kama hizo. Sasa ni wakati wa kulipa. Debt servicing ya nchi iko juu zaidi, na hiyo ndiyo sababu saa zingine ukiangalia bajeti yetu ni 4.2 trillion, lakini ile inaenda kwa service delivery si kiwango hiyo. Kuna kiwango hicho, kuna deni kubwa sana, na nitajibu swali ya deni baadaye. Wacha niguzie maneno zingine ukiniruhusu. My friend from Ngong ameuliza, why is it that we are continuously increasing taxes? Are we not overtaxing common wananchi? And I think you asked that mostly in English, and I will try to address it in English.
You know, this government came into office with a lot of challenges. We had just come out of COVID-19. And then, when they came, they found overburdening debts. Debt servicing cost very high. At the same time, the budget deficit, Nimrod, when this government came into office, was 8.3% of the GDP. Now, I think the strategy of the government that they adopted was to get more taxes so that they could pay some of these that and provide services to the people. Because huwezi tu kulipa ushuru, kulipa deni, na wananchi wale wanatoa ushuru hawapati services. Hakuna mtu anaweza toa pesa yake ama ushuru kwa serikali, kazi ya hiyo serikali ni kulipa tu madeni. Niko na hakika tunaweza revolt na tunaweza riot as a country. And we saw it last year. Because wananchi walifika kiwango wakasema sasa, we are tired. We are giving you our money, we are seeing opulence, we are seeing you paying debts, but we are not getting services. So you must balance. You must balance the two. Ulipe deni because that is obligation, you have no choice. And at the same time, you provide services also to the people. And that is why you will still, na hiyo ninajibu hata my sister here. Hiyo ndiyo sababu unaona, lazima bado tunaendelea na kukopa. Sababu gani? Unalipa hiyo deni, lakini pia lazima watu ama wananchi wapate services. But as you do that, lazima ukue responsible. Na responsible government inafanya nini? Responsible government would do this. Would reduce over a period of time. You can't do it in a day. And I'm answering my fellow accountant. You can't do it in a day. The strategy to get out of debt trap is to progressively reduce budget deficit to the extent in the long run, now you almost have a balanced budget. You cannot do it in a day. It has never worked anywhere. At America inakopa, China inakopa. Those are the two leading economies. It's only two things. Where do you apply the borrowed money? And besides that, how responsible are you? Now Kenya, serikali imefanya nini? Kutoka kwa 8.3, tukaenda 6.2% of GDP as deficit in the following year. Then 5.6 in 2022-23. 23-24, we were at 5.3. Now this year, we are trying to make sure that we don't go beyond 5.1. In fact, we would have been lower were it not for what happened last year, which disrupted economic activities. Now, 2025-26, we are doing 4.5. We don't want to go beyond 4.6. In the medium term, tunataka tufikishe 2.7. Ili mwishoe, tutakuwa na balanced budget. You cannot do it in a day. And I think that one has even answered Joseph. Now, Masi pia nimemjibu. Anauliza, sasa tunaenda, kama kwa boma yako, unaweza enda ukope pesa ya kufanya vitu zako kwa boma na wakikataa. Masi, before we put any borrowing plan kwa budget, we have to negotiate. Kule nje. I didn't talk about borrowing. Yes. I talked about grants. Yes, grant. Now nimekuelewa. How do you put it in a budget and you are not so sure kama nitakupatia? Patia microphone. Anamesema budget deficit kuitunza, watakopa kutoka nje na wakope hapa. No. Of course kutoka kwa benki za Kenya. Alafu kuna pesa ingine wanangojea wapewe ya bure, ndio wanaita grant. Maybe inchi kama China iwaambie Kenya tunampenda sana, tunataka kumpatia bilioni kama 10, hii mnaweza tumia kwa bajeti yenu ama mutumie kwenda kujenga mabarabara. Mimi swali yangu ni nini? For a responsible and a person who knows what he is doing for the country, why would you budget your budget with a grant, waiting for a grant,
waiting Mercy to come, and how can I, Mercy, begin to build a very big house, waiting for my mother or somebody else to give me some free money to finish my house or to do my developments? That's the question. Thank you, Mercy. And I'm not sure whether that money will come. And I know you, where you sit, you are alive to the optics that that money might not come. Nimekuelewa, Mercy. Mercy, unauliza ama you're asking about the grants. The grants component ya budget yetu ni kidogo sana. Ni kiasi kidogo sana, 46 billion peke yake ndio tumeweka kwa hii budget. Last year ilikuwa 51 billion. And that grant, by the way, there is a process. We don't just wake up and assume that a grant will come. These grants are negotiated. And by the way, the grants are just elements of the funding. You will find the debts, the loans come with the grant components. Sasa inchi inaweza sema, we will give you a loan of, let's say, we'll give you 50 billion. Na kwa hiyo 50 billion, vile tunajua you are a country that is struggling. Out of this, 5 billion itakuwa grants, na 45 itakuwa loan, which will be paid, say, 30 years. So, and then we write agreement and we sign. And by the way, I have to sign that grant. Any grant, any loan coming to this country which I have not signed is not considered a grant and is not considered a loan. And another, my counterpart from that country must also sign. So these are grants that are negotiated, agreements reached. If you violate, if any party violates, then you are liable for punishment, including the person who was supposed to give a grant. You will be penalized. So it is not something we are just sitting and hoping that we have been promised. ECC promises, these are grants negotiated and signed for. So I hope now the last one was the right to privacy. No. Can I talk about that a bit? No. Our constitution is robust and protects privacy of citizens. It is in the constitution. We have Data Protection Act and many other pieces of legislation. But we must also be alive to the fact that for us we must pay taxes. Lazima tulipe ushuru. Hapo tusidanganyane. Lazima watu walipe ushuru. A country cannot be run without paying taxes. We must pay taxes to be able to run our country. And for you to pay taxes, Kenya Revenue Authority must be given capacity to collect that tax. Watu wengi tukipewa nafasi hata hapa Mbadi ambaye ana earn pesa vizuri ama salary vizuri, I earn better salaries probably than many of us. But if you give me choice, if today just test me, that money that I'm earning, test me, government of Kenya fails to deduct pay as you earn. You give me that money, it goes into my account, and then you ask me now to return it. I will return probably 50-60%. Nitakuambia hii ingine nitalipa next week. People love convenience. And especially where money is involved. We love convenience. And if you just let people, Kenyans, to pay taxes at will without being followed up, look at yourself. I'm sure many of you here are also landlords in small ways. Mukona manyumba hapa na pale. Without even responding to me. How many of you are paying taxes out of those rental income? Because no one knows that you are collecting that money, hutalipa ushuru. No. Kwa hivyo, mimi, kwa maoni yangu, we are not supposed to go for Kenyans like harassing them in collecting taxes. But we need to provide an enabling environment for Kenyans to pay taxes. And once they pay taxes, we need to use that money very well so that Kenyans would love paying taxes. I think that is where we are missing the point. The usage of your resources, you feel we should use it better. And that is why, Nimrod, as I finish, tumeweka a new program, tumeweka a new system in place, ya procurement, called e-procurement. From 1st of July, kila mtu, anyone, any government department, purchasing items or services, will have to do it through e-platform. No. So that hii ukora mingi inaendelea, watu wanapata 10, imeenda 30%, I think is almost going to 50%. No. Itaisha. No.
Asante sana waziri. Bila shaka tuna maswali mengi pia kwa wananchi, lakini nataka nioanishe na swali ambalo nataka nimuulize Mheshimiwa Mark, kwamba kuna tatizo moja ambalo linaonekana hadharani wakati wa utunzi wa bajeti, kwamba umezungumzia njia tofauti za kukusanya ushuru, kupitia kutoza wananchi ushuru, kupitia kutegemea mikopo, kupitia kutegemea grants. Lakini kuna sehemu moja ambayo pengine inaonekana haijadiliwi vizuri kwa kina kupitia mswada wa fedha ambayo ni finance bill, na hiyo ni on source revenue kutoka serikali za kaunti. Ndio tataka tujadili hilo. Mheshimiwa Mark, uko katika bunge la kaunti, kila mara mnatunga bajeti ya kutaka kufanya matumizi na kadhalika. Kisichojulikana zaidi ni kwa nini serikali za kaunti kwa ujumla, sio Nairobi peke yake, hazina uwezo wa kukusanya fedha nyingi ambazo zinaweza kupelekwa katika kitita cha hazina ambayo waziri anaisimamia kuweza kugawanywa. Kuna misukosuko aina gani, na kwa nini unahisi tatizo hilo haliangaziwi katika mswada wa fedha ambao ndio unapelekea jinsi bajeti itakavyopata pesa? Asante Nimrod, na I think nitaanzia mahali waziri amewachia, na ya kwanza ni wananchi wenyewe, willingness to pay taxes. Hivi juzi muona mitaa fulani wanataka kuandamana, kisa na maana hawalipi kodi ya nyumba za kaunti ambazo wanaishi. Napata nyumba, umepewa nyumba ni ya county government ya Nairobi, unafaa ulipe 15,000, lakini tukiangalia deni lako limefika karibu milioni, 15,000 per month, and the debt is 1 million. Hiyo ni kumaanisha hujalipa miaka ngapi? Miaka mingi. Na hiyo ni nyumba tu mahali unaishi, sembuse zile kodi zingine zote, kwa sababu kama Nairobi tuko na bajeti ya bilioni 40. Last year ilikuwa 40, mwaka huu ni 42. Na ile mgao ambao tunapata kutoka kwa serikali kuu kupitia ule mgao wa CRA ni 20.4 billion. Hii deficit tunafaa tuipate through on source revenue, ambayo inafaa ni kodi zile zetu ndogo ndogo kama business permit na zinginezo kutoka kwa wananchi hawa. Na hao tu ambao wanakataa hiyo, wana insist on data privacy na nini, ndio walipi. Kwa sababu ukienda kama tuseme hawa wachuuzi Nyamakema, Gikomba, wapi, tutapata wengi hawalipi hata ile business permit. On not more than one occasion I get calls kutoka mitaa wakati county inafanya operation, wameshikwa, and then atanipigia kama mwakilishi wodi wake ama mheshimiwa niweze kumsaidia kumtoa, kwa sababu hajafanya nini? Hajalipa. You see, for us to progress as a county and as a country, there has to be willingness to pay taxes, because you cannot demand good services, better roads, waste collection, maji na ulipi. Asante. Unanipata? Nimekupata. Ya, kama hao unapata labda hata wale walikuwa wanaishi kwa hiyo nyumba, watoto wao walikuwa kwa maandamano wakisema wasitozwe nini? Ushuru. Na hata si ushuru tunakutoza, ni nyumba unaishi. Unataka kuishi miaka 10 bure bila kulipa nauli, na wengine Nimrod wamekodesha zile nyumba, hawaishi pale. Asante Mheshimiwa, nimekupata vizuri, na sijui kwa nini umeepuka pia kuzungumzia masoko. Sijui kwa sababu wafanyabiashara wako hapa ama namna gani, lakini ni sawa, nitakupa nafasi pia kujibu. Lakini waziri, pengine nirudi kwako kuhusiana na swala hilo la on source revenue. Kwa nini ni jambo ambalo halina misingi ama halitiliwi maanani sana katika mswada wa fedha? Kwa mfano, kuweza kujua mbivu na mbichi ni nini zinazokosesha serikali za kaunti zote 47 kukusanya kiwango cha pesa. Kama tunavyojua, ulivyosema Mheshimiwa, ni kwamba mmeweka kiwango fulani cha pesa kwa ajili ya usalama, kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanaweza kufanya biashara zaidi bila matatizo ya kiusalama. Lakini katika serikali za kaunti, kitu gani kinakwamisha kuwepo kwa uwezo wa wao
ama serikali kuwasaidia kuweza kukusanya fedha zaidi ambazo zinaingia katika hazina ya kitaifa? Ni kweli Nimrod, changamoto iko kwa counties kwa kuokota pesa ya on source revenue ama ushuru ya county. Ukiangalia records unapata the local authorities zile za zamani zilikuwa zinaokota hata pesa zaidi kushinda the current county governments. Na unaona current county governments have even better personnel, well resourced. Hii ni kwa sababu ya largely corruption iko kwa county governments in terms of collecting revenue. Na hiyo corruption hata unaona kwa KRA. Tunapiga kelele kila tofauti ni kwamba KRA iko na better system. Na kwa hivyo tumeanzisha program ama mpangilio ya kukuwa na an integrated revenue collection system. Hii imepitishwa kwa IBEC, ile inaleta pamoja county governments and is being chaired by the Deputy President. I sit in that committee. My ministry has already come up with a system. We are trying to engage with the county so that there is a total buy-in, and then we roll it out. So there is a process leading to a better system which will harmonize revenue collection. Hata tunataka taxes pia zikuwe ama levies zikuwe uniform. Ukitoka Nairobi uende Machakos uende wapi na wapi unakuta kuna tofauti ya levies being collected. And again we need to have a system which helps mwananchi to do their business. Like kuna rafiki yangu aliniambia alinunua mbuzi Kilifi. Alikuwa anakuja Kajiado. So kutoka Kilifi sijui amepitia akalipa ushuru Kilifi. Akakuja Mombasa akatoshwa ushuru. Akakuja Taita Taveta huko ushuru. Machakos ushuru. Na kufika Kajiado hata bei ya mbuzi imekuwa zaidi ya kununua mbuzi ya Kajiado. So there was no need ya kununua mbuzi kuleta hapa. Sasa with that clearly we need a system where we tax at maybe origin. Like ukitoa mbuzi Kajiado unalekea Kilifi, for example, you need to pay that tax in Kajiado, and that is it. Or if you get it from Kilifi, you pay in Kilifi. So those are things that are being worked out by IBEC, Intergovernmental Budget and Economic Council. Mheshimiwa, nitakuja kwako. Asante Mheshimiwa. Wacha nipeleke usukani kwake Mashirima Kapombe kuweza kupata maoni mawili matatu na maswali kutoka kwa wananchi. Nafikiri ni mengi tu, niwape nafasi. Mashirima. Naam, kwa sababu tayari nilikuwa upande huu, naona itabidi nianze hapa. Utasimama, useme jina lako, alafu uliza swali moja. Naona una orodha. Simama tafadhali, swali moja. Asante sana. Kwa majina naitwa Calvin Odera, mkazi wa Nairobi. Nimesimama hapa kuuliza maswali mawili. Asante sana. So bwana waziri, unasema hakuna taxes zenye zimeongezwa. Tunaona hapa hivi kuna increase on M-Pesa excess duty on money transfer 15% from 15% to 20%. Bwana waziri, kulingana na wakazi na watu wengi ambao wanatumia M-Pesa na money transfer, will this not also affect their business and life and burden their life? Thank you. Asante sana. Simama Alice. Alice hapa anafanya biashara ya chakula na alikuwa anasema kuna mambo kadha wa kadha ambayo angependa kuelewa kuhusiana na bajeti ya mwaka huu pamoja na mswada wa fedha. Mimi naitwa Alice. Ninaishi Kamkunji. Na swali yangu ilikuwa kuhusu hizi rates zimeongezwa kwa vitu za kupika na venye pia vitu zimekuwa costly. So unapata hata venye mheshimiwa amesema watu hawawezi lipa ushuru, it's not juu hatuwezi kulipa ushuru, ati hatutaki kulipa ushuru. Pia maisha imekuwa ngumu, things are very expensive. Hata hizi biashara zetu ndogo ndogo hatupati ile faida inafaa kupatikana. So mngeconsider sana sisi wenye tuko na biashara ndogo ndogo. Na hizo soko zenyu mmetengeneza, tunangoja kuona kama
tunaweza benefit kwa hizo soko na tunatoanga pia ushuru kwa hizi daily na za weekly. Asanteni. Asante sana. Wacha nianzie hapa. Kidogo tuamini Mheshimiwa Mbadi hapa. Tumepakwa mafuta sana. Niko na maswali mengi lakini nitauliza moja. Asante. Jina? Kwa majina naitwa James Mulamba. Gen Z. Mtaniruhusu nitumie kizungu kidogo. We are questioning the funding prudence of the Ministry of Treasury and Parliament itself. It is apparently clear to us that they fund what they think is important to them. Kwa hawa wananchi wa kawaida, mambo ya afya na mambo ya elimu ni mambo ya maana sana kwao. Na hata mambo ya kotini. Lakini tukiangalia hii bajeti tuko nayo, ime-over-prioritize funding kwa security department. The NIS has a budget of 51 billion. That is double the budget of the judiciary. Tukikumbuka, hii judiciary tuko nayo imeshindwa kutatua makesi kwa sababu koti ni kidogo, majudges ni kidogo. Hayo mambo yanawasumbua wananchi na mimi mwenyewe. Tuko na kesi kotini ambazo hazijasikizwa kwa sababu ya financial constraints kwa judiciary. Vile vile kwa education pia tunaona hii budget ina clawback, namalizia tu. Ina clawback on the free education ya Kibaki. Wamesema wazazi hawa wataanza kulipia mitihani. Na mnasema mmeweka pesa kwa education. Afya ambayo tuko nayo, hospitali hazinaga madawa. Tunakubaliana hivyo sisi wote. Sasa tunauliza, why is it that your funding prudence is so lopsided? Your priorities are to the wrong ministries and to the wrong departments, whilst the ministries that are important to us are underfunded deliberately. Asante. Wacha nianzie hapa. Hi everyone. Hi. I want to address to the CS. Tutambulishe jina lako tafadhali. Oh, my name is Grace. I want to talk on behalf of these people you see here. These people you see here, most of them, they are dying because of CRB. As we work very hard, we are ready to pay even the ushuru. We are asking, we were told we'll be taken to CRB only for 7 years. Then from there you are removed. And from that time, when you are removed, 7 years, it is enough for you to be punished by the government and the bank itself. For you to grow, you need money from the bank so that you can be able even to employ more people. But when you go to the bank, you are told you have to pay this and this. And you don't have money, Mr. CS. When you took over the office, we knew you are going to understand us as small business people. Please look at that. You cannot punish your child after 7 years and you still continue punishing us with CRB. Remove us so that we can be able to move forward. We are tired. We are very, very tired. We are wearing out. Most of the people, they are even dying because you want like 150 to start a business. You cannot get 150 from Hasra. Hasra, it helps you to move today, but what about tomorrow? We need future. We need to be secure. You need to get license from city council so that you get a small shop and you work. We need money to do our businesses. Look at us. Naona jibu hayo kwanza, alafu tutarejea upande huu. Mheshimiwa Waziri, nafikiri tuweze kuchukua majibu manne kutoka kwako, alafu turudi tena katika jukwaa hili kuweza kuzungumza na wananchi. Thank you very much. Let me start with Calvin Odera. Calvin, you've talked about excise duty on money transfer. I have checked the bill which I took to Parliament. Excise duty is covered from page 349 to page 353, 4 pages. I'm yet to see anywhere where it is mentioning money transfer. I would urge, especially Gen Zs, please don't read bills that are in social media, the TikToks and all the rest. Kindly, and you are very knowledgeable people, kindly take my actual bill. It's in the website of Parliament and read it. And it's also in the website of Treasury, so that we can avoid a lot of propaganda flying around.
where you are told newborn babies will be taxed, etc. The bill is here, and we can give you copies, but you are techno-savvy. You can get it through the internet. So a lot of the things that sometimes you are told and you mention are not actually in my bill. Taxes, Alice, you've talked about taxes on food items. We've really tried, by the way, to make sure that food items are either zero-rated or exempt. We have even left, even sometimes we see no rationale, but because it is a food item, we just leave them out. Like we did with bread, milk, we have left them as zero-rated. We know that the business people are the ones who are benefiting, not even the consumer. But because we don't want to give anyone excuse to start saying that government is making cost of food high, we have left bread not to be taxed. It is zero-rated, even though I know that not all of us need that cushioning. Like the bread that President Ruto buys is the same bread that you buy. There is no difference. Yet she is also subsidized. Do you think President William Ruto needs subsidy? Do you think John Mbadi needs subsidy? It is you who needs the subsidy. But we are now subsidizing everyone, including if Trump comes here and he eats bread, he will also be subsidized. I think it is not fair, but because it is food, we have left. So we have really tried to make sure that we don't tax food items. Finding, yes. Kidogo tu, manake unazungumzia maswala ya mkate kwa mfano. Kuna maswala ya ile mifuko ambayo inafungia hii mikate. Kuna ile packaging ambayo inafungia chakula, ambayo pia inaongeza ile bei ya kile kitu ambacho mwananchi ananunua. Na hicho nadhani ndio jambo ambalo wangependa kuelewa ili hiyo gharama isiwaumize zaidi. I know that is not in the bill, but I know there is the environmentalists are also pushing against certain packaging materials, and we have to balance this. The polythene papers, they pollute our environment. So in the short run, that packaging material may be useful to you, but in the long run, it will suffocate our environment. It will kill the future of this country. So what environmentalists have been pushing is some taxation to help get out of that. Money that is used to, I'm looking for the word, to take you back to where you should have been if that material did not pollute the environment. So I know the environmentalists and the Ministry of Environment have put levies on some of those packaging materials. It is not in the bill, finance bill of 2025, but I know it exists. And we must balance off between what effect it would have on the cost of food vis-a-vis that packaging material polluting our environment. And by the way, there was a time we banned plastic material. I think it is still in force. I don't know why it is not being implemented properly. But in terms of VAT on food items, that is not there, especially the basic commodities. James said, where is James? That we only fund, and you spoke in English, and you said we only fund what we think is good. Partly true, partly not true. Actually, largely not true. The problem I've noticed, and that is my responsibility, to educate Kenyans and enlighten Kenyans that budget making is a long process, which starts from September. And it goes all the way with public participation, sectoral, sectors' involvement, and all that up to the tail end. That is the time that opinion of wananchi would be heard. So we come to the tail end is when we start participating. I would advocate that 25-20, that this budget is already gone, but the 26-27, the next year's budget, we start early. We engage early. We give our opinions. But I wanted to address this misconception about security budget. Let me tell you, wananchi. Yes, security may look as not very important. NIS may look like they're being overfunded. But if you are told, and by the way, I sit in the National Security Council, if you are told some of the threats to this nation in terms of security, which are deterred by NIS, then you would appreciate the value of NIS.
you would appreciate the value of security. You would appreciate that it is good for Kenya to fight Al-Shabaab in Somalia and not allow them to come to our soil and fight them here. You would appreciate the kind of threat. If one is left, one mistake is made, and those people strike Kenya, you will kill tourism industry in a day. You will not even have money now to garamia hiyo masomo na matibabu. If they strike, you will not even go to work. Remember what happened to Dusit the other day. Remember what happened to the Gateway Mall, the other side, Westgate Mall. It almost shut our economy. It almost shut Nairobi. Anytime we went to a supermarket or a mall, you are always jittery. You are always paranoid. That is what lack of security can cause to a country. And that time, everybody was like, what is the president doing? How did this happen? How did you allow it? So to deter that, we must provide you 50 billion is not too much. It's not asking for too much. If NIS uses it properly to safeguard and protect this country, we need that security. Number one. In fact, the reason why governments are formed, we can do our own things and feed ourselves and move around. The reason why we bring ourselves together, Nimrod, to form a government is for two main things. One is security, our security. And number two, to provide some common services like roads which I cannot provide for Mheshimiwa, myself. najua bado unajibu maswali mengine, lakini kufululiza na swali lake ameuliza upande mwingine kwamba diposa inapelekea kwamba muangazie sekta nyingine na kupunguza nyingine. Kwa mfano, elimu iwe mnaondoa kiwango fulani muhimu cha bajeti katika kugharamia mitihani na kadhalika. Je, hiyo ni sababu ya kutosha kuhamisha fedha zaidi kuenda katika masuala ya usalama? Pengine nafikiri uweze kusisitizia. Yes, ni kweli. Kuna sehemu zingine pia ni muhimu sana na zaidi, na inatakikana tuweke pesa ya kutosha. Moja ni elimu. And by the way, he talked about Kibaki left free education. Actually, Kibaki left free primary education. I think we need to be very clear. Free primary education. Uhuru introduced subsidized secondary education and now attempted to make it free. But education is very expensive. And also introduced free exam. Free exam, which was introduced. And by the way, examination is still being funded. We are going to fund examination. Although it is my position that we are not doing it well. There is no reason why my child doing examination, I cannot pay for that child. We should be paying for those who cannot pay examination fee. It was a mistake in the first place. And the problem we have in this country is once we make mistakes, we can't correct them. That's what I've discovered. The moment you attempt, you become very unpopular. Why would Mbadi's child be paid for examination fee by you? Because you are the one who is paying taxes. You unaamuka asubuhi, unaenda kuuza vitu Gikomba, alafu ukishauza hiyo pesa tunachukua na tunamlipia mtoto wangu school examination. Why can't I pay examination fees for my child? While I pay school fees in a private school, I pay 300,000 per term. I pay 1 million per year. I pay 1 million per term. Ikifika wakati wa mtihani, sasa sina uwezo ya kulipa 5,000. That is unfair in the society. And when we attempt to do it, a lot of kelele. But we will pay for examination fee. If that is what Kenyans want, we will pay. But this thing must be restructured. Examination fee must be restructured. Education, Nimrod, is taking 28% of our budget. But it is still not enough. We would want to do more, but mahitaji ziko nyingi. We have to balance them. We cannot just go to school without providing for security. What if Al-Shabaab comes and kills everybody, all our children in school? Who will you blame? You will not have that child. Utasema hata fadhali ningemweka nyumbani asiende shule, bado ningekuwa nikimuona. What if that child comes back and there is no road where they can move?
the vehicle can't bring that your child back. So you have to balance, you have to give money for education, you have to give money for health, you have to give money for water, you have to give money for security, you have to give money for all these things. So it is what we call prioritization. We have really tried. And I just read to you, nilianza kusoma ile figures ziko kwa hii bajeti. Mheshimiwa, kwa sababu umegusia masuala ya elimu, nitakupa nafasi mjibu dada yetu kuhusiana na masuala ya CRB. Lakini kwa sababu unazungumzia masuala ya elimu, ni juzi tu waziri wa elimu Ogamba Migos akisema kwamba hakuna fedha za kutosha katika wizara ya elimu. Tunajua kwamba kwa muda mrefu hazina yako ambayo inaisimamia imekuwa ikichelewesha fedha ambazo zinahitajika katika operesheni za shule ambayo tunaita capitation. Ina maana gani sasa hivi ukisema kwamba mmetenga kiwango fulani cha pesa kwa sekta ya elimu lakini hazifiki shuleni? Inamaanisha hawa wafanyabiashara mwisho wa siku lazima warudi tena katika mifuko yao kulipia gharama nyingine ambazo zinatozwa katika shule. Nimrod, I want to correct that. No. And I want to be very on record. We don't delay capitation to schools. Hazicheleweshi hata kidogo, tujacheleweza capitation to schools. First term, we pay 50% of capitation for the whole year. The full allocation for the year, 50% is paid in first term. 30% is paid in second term. And 20% is paid in third term. Now, if you check, you will find that we released money for first term before the end of January. And in full, we have never released capitation money in half. We release it in full, and the ministry then disburses. The second term, which started in May, I can be on record today to tell you, we released it the second week of May. Yeah. So 30% yote, the full amount, 22 billion. Now, the third term we are waiting to pay. So the idea that we are delaying, the only thing which I hear, na hii inasemekana na ni ukweli, is that capitation ile tuna release is not enough. That we are under budgeting. But we are also under budgeting because wanafunzi wamekuwa wengi na pesa ni kidogo. We have that tight fiscal space. But ile tumeweka kwa bajeti, Nimrod, tunalip, if there is any money that we release even before county government funds or any other money, even salaries, ni capitation. Ili sionekane ni stories zafanywa katika boardroom. Maanake waziri akisema hivyo na walimu wakuu katika mashirika hao wasema hakuna pesa. Wacha tuwaulize, hawa ni wafanyabiashara. Zile shule mnapeleka watoto wenu, kuna wale mnadaiwa baadaye pesa za kufanikisha miradi fulani ambayo ingetegemea capitation. Tuinue mikono. Unaona waziri. Sasa pengine wacha tu, kwa sababu bila kuuliza maswali, kwa sababu mmeonyesha ishara kwamba hilo tatizo lipo. Waziri, sijui hakikisho gani kuweza kutoa aidha kwako wewe na pengine mwenzako waziri wa elimu na pia vyama vya walimu kuweza kujua kwa nini hili tatizo lipo. You know, watoto wa primary, mimi sina mtoto nasomesha, mimi miaka yangu imezidi. Sina watoto shule. But kuna watoto nasaidianga. Kuna watoto wa primary, unaona mama akiwa huko Kakamega ananipigia na niambia, wale watoto wako, huyu mtoto wako grade 6 anatakikana 3,000. Na huyu ako grade 4 anatakikana 2,000. Yet primary education should be totally free. Mzazi anafaa abaki na kununulia mtoto uniform aende shule, na kununulia mtoto learning materials, na hata learning materials zinafaa kuwa subsidized because they have become very expensive. Asante, wacha tumpe waziri nafasi. Nimrod, dakika moja tu. I wish for the CS. Simama tafadhali. Okay, for the CS, I think for the examination fee, I have an idea. Maybe you haven't come across it. The same way, bursaries, you cannot be paid if you are schooling in a private school. The same way, examination fee should be catered. Let us pay for those in public primary schools or secondaries. Private wachana nao, wanajiweza. Please. I hope
Nafikiri Waziri, nikupe nafasi kujibu ile, na pia dada yetu alikuwa ameuliza swali kuhusiana na CRB, alafu tuweze kuendelea na masuala mengine. Asante waziri. Kazi. I hope just to on a light note from what my friend has spoken about. I hope amutasema tena that the children are in private school but they are not private. Because that has been said before. That the children are public. They are not private. So when you attempt to do what you are saying, there are people who will come up with another counter narrative that the children are not private. But I think it's a good thing. In fact, it's what I was speaking to. That we need to come up with a system in ensure that only children who should be paid for school examination are paid for examination. Not everybody. And I think that is a good strategy. Now, number two, my sister, on the issue of extra levies, this has been talked about. Na ni ukweli kuna mashule mengi sana wanaotosha pesa zaidi. Public schools. First, primary school should be free. Saa zingine shida inatokea, sisi wenyewe ndiye tunakubaliana na walimu tena wacharge sijui pesa ya remedial inawekwa hapo. Sasa unajua remedial hiyo si maneno ya serikali. In fact, it is illegal. Serikali wanasema watoto wakifunga shule imefungwa. Ikifika 3 watoto wanaenda games waende. Maneno ya masomo ya usiku sijui walimu wanafundisha watoto, that is illegal. But you still find parents collaborating with the school administration and accepting remedial. And then PTAs are on you. Ukikosa kulipa remedial, sasa mtoto wako ni kama is an outcast in school. Lazima sasa utalazimishwa ulipe. So sisi pia tusifanye hii magendo na walimu. Na Ministry of Education should ensure that these illegal levies, they have talked about it, we have talked about it. I think it is high time that we put a stop to the illegal levies. Mama yetu nilikuwa naomba kidogo tu. Mimi naona siku nyingine Nimrod tutakuwa na debate na Masi. Tofauti bila shaka. Tutakuwa na debate na Masi, anaongea akimaliza anaongea. Mheshimiwa, kwa kifupi tu kwa sababu bado kuna maswali. Nitakupatia appointment na tukue na hiyo debate. Kwa sababu bado kuna maswali mengi. Kuna mama yetu pale ameuliza maswala kuhusiana na CRB ambayo inawafunga wafanyabiashara. Alafu tupate maswali mengine kutoka kwa wananchi kabla ya hiyo ni kweli. Najua Wakenya wengi wanateseka sana sababu ya CRBs. Saa zingine ni kwa makosa, jina lako inapelekwa kwa CRB kwa makosa. Na pia tunaambia CRB lazima waangalie, wakuwe watulivu na they should understand the plight of Kenyans. However, you are between a rock and a hard place as a government in dealing with this issue of CRB. Kwa upande moja, you want to protect wananchi. Kwa upande nyingine, pia kuna biashara. Juu, hakuna pesa ya bure. Hata wewe unajua hivyo. Hiyo pesa umekopa ni pesa ya mtu. Mimi kama John Mbadi ama wewe mwenyewe ukishauza vitu zako, unaenda kwa benki na unaweka hiyo pesa. Kama unahitaji hiyo pesa, ukienda bank unataka hiyo pesa upewe, inapatikana. Sasa hiyo pesa haiwezi wekwa hapo. Mtu mwingine atachukua kama mkopo. Sasa huyu mtu akikosa kulipa, wewe mwenyewe uliweka pesa yako kwa benki, utapata pesa yako aje? Hiyo ndiyo sababu tumeweka systems pia ya kuhakikisha watu wasiende na pesa, wakisha kopa wanaenda tu na pesa ya watu wengine. Na hence CRB. But it should not be abused. I understand. We will look at some of the systems that we can put in place to make sure that we streamline it. But again, as I conclude, shida inatokea, umechukua mkopo, lakini sasa ukianza kufanya biashara yako, unapata changamoto na pia biashara yako haifanyi vile ulikuwa unatarajia. Hence failure. So kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba tumeweka environment ya kufanya biashara ile inaweza kukufaidia, unaweza kufaidika kutoka na
kutokana na biashara yako. Asante ili Kwa ulipe ukarimu ile wako pesa tupe umekopa. nafasi maswali mengine kidogo, alafu tutakupa muda, maanake Naona najua una maswali ni shughuli. mengi, wacha tuchukue upande huu alafu nitaelekea upande ule mwingine. Simama tafadhali, anza na jina lako. Kwa majina ni Peter Sitati, a trader from Nairobi CBD. Na niko na swali moja tu nilitumwa hiyo nikuulize. About your finance bill ya 2025-2026. How have you protected the traders from the foreigners? Because foreigners business is doing well than us locals who are paying the tax. For example, the Chinese, we import from them, and also they are bringing the things here, and theirs are very cheap. So how should we do? So what we have seen, they are being given tax relief from their country. So when it reaches at the port Mombasa, there is a Kenyan there. Then the Kenyan says, hii ni ya Mchina, ipite iende. Then for the Kenyans, we wait for hours. It's about 35 to 40 days. We wait, it comes at the port, inashikwa hapo, wanasema hii ngoje kwanza. After 45 days, 50 days, it comes here. Then we have a loan. How will we pay? Then you go to the market. Asante kwa sababu. Okay, thank you very much. Asante. Tuelekee hapa kwa mwanadada. Kwa majina naitwa Rosemary Ng'ang'a. Kwa maswali yangu ningeenda direct kwa mheshimiwa. Nimesikia akisema ya kuwa katika hiyo bili yake kuna venye anatoa taxes hata kwa passport na anaweza hadi kuprotect watu. Swali yangu ni je, kuna watu wengi sana wako nje ya Kenya, na katika hii bili yako umesema katika usuru kuna vile government inafaa kuwa protect. Ni watu wangapi wetu wanakufia katika nchi ya nje, na sijawahi ona yani Kenya ikisimama katika pengo katika usuru wenye tunatoa kuprotect watu wetu wenye wako nje. Hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Ya pili ni moja tu tafadhali. Asante. Swali moja tu tafadhali. Kwa majina naitwa Elizabeth. Swali yangu ni kwa CS. Kuna kitu sijaelewa about SHA. SHA imetusumbua kwa muda mrefu, tunaenda kwa line, tukienda kulipa, tukienda kulipa bills as hospitali, tunaambiwa SHA haitakikani kulipa kwa hiyo hospitali. So, swali yangu ni, umesema as from 1st June, tutakuwa tunalipa yearly. So mimi nauliza according to sasa mwanabiashara ule wa chini wa kawaida, hiyo ni kutupunguzia kutuongezea mzigo, kwa sababu sasa mimi nilikuwa nalipa ngiri moja, alafu isemekane nitakuwa nalipa yearly, itakuwa ngiri 12 na sasa nitawezaje, na mshahara yangu ni kidogo, nitawezaje kulipa hiyo pesa yote? Asante. Yearly. Asante sana. Hello, thank you. Naitwa MC Oguyo and nimetumwa na entertainment industry. The first question that I want to ask Mheshimiwa, one question, right? You always tell us to create jobs, and one of the things that most youths have started to do, wameanza mambo na content creation, MC, DJing and all those. You find that maybe for hiring a truck for a road show, it ranges between 25 to 30,000. Neema wants us to pay 80,000 before you can go to the field and start doing it. Unapata kwamba mostly vijana wanakosa kazi, juu hakuna mtu atakubali. There's no company that will agree to pay 80,000 kwa Neema na ati juu ni ushuru. So my question is, why are you collecting huge amount of money from that entertainment industry, but we are receiving zero refunds as far as the industry is concerned? Asante. Thank you very much. My name is Ogutu Peter, a trader at Gikomba Market. Mr. CS, with the current trend of growing global dominance of foreign digital platforms like Telegram, does the Finance Bill 2025 allocate any incentive, tax relief or funding mechanism to support the growth of local tech companies that are Kenyan-based to help us
protect local data, create jobs, as well as reduce digital dependency. Thank you. Asante. Kwa kumalizia tu, nafikiri swali moja tu hapa mbele alafu tuweze kufunga, manake waziri ana majukumu mengine pia. Thank you. Honorable CS, on behalf of students, with the current rollout of this new funding model, with the system of household system, what measures have your ministry put in place to ensure that families are not overburdened with this funding model? As much as it is, it said it's working, but to some extent it is a burden to families. What measures has your ministry put in place in this finance bill? Thank you. Asante. Nafikiri Mheshimiwa Waziri unaweza kujibu haya maswali haya. Najua ni mengi. Thank you. Sitati talked about protecting foreigners. Na ameguzia maneno ya Chinese businesses or coming here getting preferential treatment. I think ni kama kuna vitu viwili hapa. One is corruption. Corruption has to be dealt with the way corruption should be dealt with. Hiyo ya kusema hii ni ya Chinese ipite, hii ipite, hiyo ni corruption, pure corruption. And I cannot legislate for corruption. The system should deal with corruption. So I have just taken that as feedback that there is corruption in clearing of goods. But now how do we protect our local farms? We have various duties that the local businesses, there are various duties that we have imposed on goods that come into the country, especially where hizo vitu zinaweza kuwa they can be manufactured here in Kenya. If they can be produced in Kenya, there is a system which we agreed the whole of East Africa in terms of common tariffs. So it is not just a Kenyan affair. So tuko na hizo. If they are not enough, I think the best thing to do is to propose to us vile mnataka ifanywe. By the way, every year we give you opportunity to give us your proposals. Unfortunately, wengi wenyu hata mjui hiyo kitu inaendelea. So I want to open your eyes. The next time when we are going towards finance bill, we need to get your views. Watu wetu wale wako uko nje, wale ambao pengine are facing various hardship. This is why we have the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Affairs. They are supposed to deal with the challenges facing Kenyans out there. But again, I may not promise you that the government will always be providing money to go and sort out the problems that Kenyans have, because we have limitation of resources. But where a Kenyan is suffering outside there, it is only logical. Every country must protect their citizens wherever they are. So we will always make sure that that is done. But the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Affairs, that is why it is in place. And in terms of SHA, you know, facilities must be accredited. One day I was in that Arab country. Kuna swali hapa kutoka kwa dada yetu anafululiza. Siku moja nilikuwa katika hiyo nchi ya Waarabu. Niliteseka sana. Kwa hivyo kenye ninaongelea, I'm talking from deep from my heart. Wakati nilienda kwa embassy yetu ya Kenya, hawakunisaidia. I suffered until God came through for me. Watu from Ghana ndio walinisaidia. So if you're saying that hii budget kama vile mnasema mnafaa kusaidia, you have to understand how people they are going through in those foreign countries, and especially in those Arab countries. Asante. I don't think the problem we have, especially in terms of mistreatment of Kenyans out there in those countries, is as a result of budget. It's a result of policy. We need to have a policy of immigration policy. How do Kenyans live here to those countries? What safeguards are there? So that is why I said that is a good feedback, which I will have to give to the Ministry of Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs to deal with, so that we can have a policy where Kenyans are protected. Because even if we give you money and you can not even accept that money, access the money. You've said you went to the embassy and they didn't help you. That is a policy. Actually, why shouldn't our embassy in that country
be able to help? Why do we have that embassy? Why do you finance them? Why do we have ambassador there? So that is something that we need to deal with at a policy level. And now, on the issue of SHA, hostels must be accredited. So if you go to a hostel that is not accredited, then there could be those challenges. But again, this is to ensure that there is controls. Umeongea juu ya paying yearly. I don't know where you got that. The payment the payment to SHA is structured in a way and it is based on the assessment of your ability. But as we provide money to pay for indigents, those who cannot afford completely, and we also provide money to subsidize everybody else, especially on primary health care. And then we also subsidize chronic, emergency, and critical illnesses. But the Ministry of Health, I think, will be communicating more around SHA, because SHA has had challenges. I'm happy it is now picking up. There are people who had dismissed SHA, that it can't work. But I will tell you, even me, I've become a beneficiary of SHA. I lost my nephew just a few days ago, who was buried on 2nd of May. When I went to pay for the bill, I found SHA had covered most of the bill. I only paid 69,000 shillings. In other circumstances, I would have paid a fortune. I had another supporter, very good supporter, and when he died, and I asked for the bill, I found I was only paying mortuary bill. SHA had paid all the money, and he had cancer. That would have been very expensive for me because he was like part of me. So what I'm saying is SHA has started working. The problem we had with SHA is we expected the child which is born today to start running. And then people politicize it. And the people who politicize SHA are people who can afford their medical insurance. And they walikuwa wanakoroga mwananchi wa kawaida because they want 2027. Even if you want 2027, even if you want to remove President Ruto and become the president, and you want to become the CS National Treasury, we still have a job now. Wacha Wakenya wengine ambao hawajiwezi wapate matibabu. Please, SHA is helping the ordinary wananchi. Many people who could have died, who have cancer in this country, cannot afford to pay for cancer. They need government support. Those who have diabetes, and diabetes has ceased to be a rich man's disease. You find now everybody, almost every one of us has diabetes. Even children, we have high blood pressure. These people need support from government. And then someone sits somewhere, someone who can be taken to UK for treatment, someone who can afford his medication in London, in Washington, everywhere else, tells you, hii SHA haifanyi, hii ni bure kabisa. Please register for SHA. The way I have seen, and the communication I've had, because I belong to the society. No. I speak, I've been a member of parliament for 17 years. I talk to people in the villages. SHA is working. Whoever is telling you SHA is not working, huyo ni mchawi. That is someone who wants to kill you. Mheshimiwa Mbadi, imetokea kwamba wewe ndio waziri wa kwanza kufanya mikutano ya hadhara kama hii, na tunatoa shukrani kwa kutoa maelezo hayo. Nitakupa nafasi utueleze kwa nini umechukua mbinu hii. Sijui pengine nikuombe dakika chache hivi, maana najua una shughuli nyingine. Pengine kwa dakika chache, pengine 6 tu hivi, kama utaniruhusu, alafu tukuruhusu uondoke kwa kazi nyingine. Nipate maswali kidogo, lakini pia nimuulize kabla utufafanulie kwa nini ukaamua kuandaa vikao na wananchi ili waweze kufahamu kwa kina kuhusiana na bajeti hii. Mheshimiwa Anthony, una matumaini gani kuhusiana na bajeti? Naja kwenu. Nimemwomba waziri dakika 6, tutazitumia vizuri. Anthony Mashari, kwa kifupi tu, matumaini yako ni yapi? Kwa kifupi sana. Pengine nitakuwa mfupi wa maneno. Mwanzo kabisa wacha niseme ni hatua katika mwelekeo ambao unaofaa. Mimi nikiwa mmoja baadhi ya wale ambao pamoja na wana youth wenzangu tulitokea mwaka uliopita kupinga mswada kama huu ambao ulikuwa mwaka uliopita. Mimi nikiwa hapa ni hatua na nimpongeze waziri. Nina matumaini ya kwamba wakati huu mambo kama haya itaendelea kutokana na kuwepo kwa waziri katika wizara ya hazina, ya kwamba wananchi waelezwe kabisa na wahusishwe kutoka mwanzo mpaka tamati, ambapo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo sisi tutatumia fedha zetu. Mambo yako mengi Nimrod katika mitandao, na kutokana na engagement kama hizi, mambo ambayo tulifikiri ni mambo ambayo yako, tuliambiwa kuna kodi ambayo itakuja ya mtoto, kuambiwa VAT imeongezeka.
mimi nimechukua jukumu na nikasoma mwenyewe. Nina matumaini ya kwamba haya yataendelea. Itakapokwenda bungeni, tutakapowasilisha mambo yetu pia pale watusikize. Nashukuru sana. Mtarejea huku, acha nimalizie kwa wananchi alafu tupate kauli za mwisho ili tumruhusu waziri, alafu sisi tuendelee na mazungumzo yetu, kwa sababu tunataka tuzungumzie pia masuala ya soko na biashara. Kwa kifupi sana, pengine maswali matatu tu, alafu tumpe waziri aweze kujibu. All protocols observed. Thanks Nimrod. Naitwa Samuel Mburu, kiongozi wa wanabiashara Nairobi. Kulipa ushuru kujitegemea, lakini wanabiashara tunalipa ushuru tunajitegemea. In this regard, Gikoba kuna shidanga moto mingi, lakini ile ngali wakati inafika hapo hivyo haina maji. So the traders wa Gikoba wao wenyewe ndio wanajitegemea, wanarudi hapo hivyo kwa hiyo mto, wanachota maji, wanasema nini? Our CS. It's okay, we appreciate the good work you are doing within the government. But also when it comes to the service delivery, now they're giving returns back to the taxpayer. Kindly let it be efficient and promptive. Thank you. Asante. Asante sana kwa hii nafasi. Kwa majina naitwa David Karioki kutoka Nyeri. Kwa hivyo ni vizuri pia mimi nipeane hii habari kutoka Nyeri. Na waziri, nimetumwa na wakulima kutoka Nyeri town. Wakaniambia nikuulize. Hiyo swali ulikuwa umeulizwa hapa tena na sikusikia ukirespond about packaging. Makaratasi ya kupackage kahawa, majani, ulisema zingine polythene zinakuwa banned. Lakini hii nayo ya kupackage kahawa, majani na bidhaa za ukulima nazo zinaulizwa nini? Na niseme hivi. Asante. Wacha tumalizie pale mbele, swali la mwisho tafadhali. Asante sana waziri. Mimi naitwa Gashanja. Mimi ni katibu mkuu muungano wa wachuuzi Nairobi. Swali langu ni, kuna hii mambo tunasema ya pesa mfukoni, lakini watu paid-in bill hazilipwi pale. Hazilipwi kwa national government ama kwa hii serikali nyingine. Imekuwa paid-in bill ni ile tu ya ule mtu anajulikana ndio analipwa. Na ndio circulation ya pesa imekuwa chini, mtu akiweka bidhaa zake hakuna customer. Hiyo mambo ya paid-in bill umeicapture kwa budget tafadhali, ili zile zilikuwa kitambo zilipwe zikufuatilia na za leo. Asante sana. Naam. Mheshimiwa Waziri, pamoja na kujibu maswali hayo, najua kuna waheshimiwa pia wataka urudi na maswali yao ama na majibu. Pengine nianze na Mheshimiwa Maka alafu tumalizie na Goro. Kwa sekunde 30 tafadhali. Asante. Ndio ndaongea dakika moja Nimrod, kwa sababu I think inahusiana na swali la Gashanja. Swali Nairobi. Knowing very well that Nairobi is the face of the country. Na tukiangalia, if we compare a city like Paris, which has 2 million people, has a budget of around 10 billion euros. That's around 1.3 trillion Kenya shillings. Why is Nairobi being treated like all the other counties, getting same ikitumia ile mgao wa CRA kupata pesa? Unapata kama Nairobi exchequer tunapata kwa mwezi ni 1.7 billion. Nairobi being a service county, 1.65 billion goes to the salaries every month. We are only left with 500 million from the exchequer ya kulipa hizo bills Gashanja anasema na maendeleo. So ombi langu kwa serikali kuu, because the constitution envisages a cooperation. Can Nairobi be given a special allocation so that it can be able to keep up? Also, without just complaining, nimshukuru waziri kwa sababu through the Ministry of Roads and Akura wameweza kutupatia bilioni 2 za kufanya barabara. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Guru, kwa wepesi sana. Asante. Yangu itakuwa ni very short. Kitu cha kwanza tuliongelea kuhusu mambo ya taxation na on source revenue. Unapata kile ambacho kinafanya wananchi wanakuwa na ugumu ya kutozwa ushuru ni kwa sababu ya awareness. Hao wananchi wamekuwa disappointed long enough, na unapata wakati wanakuja kutozwa ushuru na haoni
umuhimu ya ile ushuru ambao wanatoa, then wanakuwa na resistance. So mimi yangu ya muhimu ni kuwa counties ziweze kufanya uhamasisho, let them have mabaraza mtaani waweze kuelezea watu ni sababu gani wanapaswa kutozwa ushuru na itawasaidia kwa njia gani. Na ya mwisho kabisa, Nimrod, mimi ni kwa waziri, nimetumwa hapa kwa ujumbe na watu wa Ololua. Watu wa Ololua, kuna area moja inaitwa Ololua location. Tangu dunia yumbwe hawajaiona hata kipande moja ya lami. Hawa watu wa Ololua wamesema touch the arm of the garment. Bwana waziri, wanaomba tu hata kama ni kilomita 3 ukawapatia na watapata afueni. Na pia kuhusiana na ishu ya mambo ya basari, nikimalizia tu ni kuwa pia wazangu waheshimiwa, mimi ndio naibu wa kiranja wa bunge wachache kule Kajiado, wanasema basari iweze kufika kwa wakati unaofaa, kwa sababu hiyo tu ndio inaweza ikasaidia hata nao watoto kwa wakaweza kuwa maintain kwa shule. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Pamoja na kufunga hivyo, tueleze Wakenya watarajie nini katika bajeti ambayo utakaisoma hapo kesho? Asante sana. Wacha kwanza nianze na kujibu hii swali litoka kwa ndugu yangu kutoka Gikomba. I think what you are calling for is sufficient services. And I think that this is something that those of us in positions of government, I don't want to call it positions of power, we must wake up and be alive to the fact that Kenyans are calling for more accountability and transparency in the management of public funds. It came out very clearly last year, and we must continue to ensure that there is efficiency, and firefighting being one of them. And this is a county function, yes, but again, the county government, there is nothing like, wananchi hawajui hii ni national, hii ni county. Wananchi wanahitaji huduma, wanataka wahudumiwe. David, there is good news for you that we have lowered on packaging materials, we have lowered the duty from 35 for tea and coffee, 35 to 10%. So that is taken care of. So that we make the packaging of tea and coffee, it's in the bill, so that should not worry you. We have taken action. And I thank you for being alert and being responsive to where you are coming from, what touches wananchi. I wish we could be having this kind of engagement where we engage early, even before I produce the bill. No. I think we should do it going forward, Nimrod, so that I can hear what Nyeri is saying, what people in Homa Bay are saying about fish, Nyeri is saying about coffee, those who are coming from Sugar Belt, like Mumias, so that we carry along, all of us, Kenyans, to tembe pamoja. On the issue of pending bills, we are taking action. It is true we have had problems with pending bills. But the problem is, all the problems, ile mistakes zimefanyika yote, from, like the pending bills we are dealing with is from 2005 when Kibaki was in power, to date. Sasa zote zimekuwa lumped together, zimepeana kwa William Ruto, deal with it. You are now the president. And he cannot run away from it. We formed a committee, and that committee has produced a report. They have cleared about 229 billion worth of bills. 80 billion is in roads, and we are already paying that. And we are not discriminating. We first paid 40% of everybody. Now we are paying the remaining 60%. So that there is no discretion for abuse, like you have said. The rest also, the moment we finish, I'll do a cabinet memo, cabinet will approve, and then we'll announce to Kenyans how we are paying. If we say we are paying everybody with less than 10 million debt in full, it will be everybody. Then the rest we can prorate and move on like that, because again, money is limited. Allow me to finish now, because you asked me a question. Nimrod, can I respond to it? Tafadhali. You asked me why we have done this differently. First, I want you to understand my background. My background is civil activism. Actually, I started when I was a student in, I was a student leader. I became chairman of student organization of Lower Kabete campus when I was in third year. Ordinarily, it's fourth year students who would be chairs. But I was elected in third year, so I served for 2 years as chairman.
I have been elected members of parliament for 17 years, agitating and supporting people's rights. And when you listened to my contribution in parliament, it was all about public participation. I participated in making this constitution that we have today as a legislator, and I understand it fully. Kenyans need to take charge of their own affairs. We are just here in trust. We are working for you. We are your employees. In fact, sometimes you should not even call us leaders. We are your employees. You pay us. We are here in trust. You are the ones who give us the money. We manage it for you. So we must involve you in the decision making. And I took a deliberate step. By the way, I have been visiting areas that was never imagined that a minister for finance or CS for finance would visit. I have been visiting because I believe I feel okay. I feel fine. I feel like there is no harm. There is no danger. I was in Kibera at night, and I engaged with them, mingled with them easily. I was in Jivanji Garden. Kenyans are peace-loving. They are lovely people. There is no need to fear. I don't think you can harm me. I have been here. Have you harmed me? Even in next... Yeah. And I will come to my cousins. So very soon I will be coming to my cousins and Mashemeji and everybody else. Mheshimiwa, asante sana, lakini pengine kwa wengi wasiojua kwamba umefikia daraja ya mwisho na ya juu kabisa katika masuala ya uhasibu ambao ni FCPA. Na sononoka sana maana nimepata swali moja kutoka kwa shirika ambalo unalishabikia na wewe ni mshiriki kabisa. Pengine kwa sekunde chache. ISPAC wametuma swali moja. Yes. Nafikiri utalikumbatia. Yes. Kuna swali hapa nitaliuliza kwa kimombo. What is the impact of moving products from zero to VAT exempt to consumers and suppliers? Experts have warned it's going to increase the prices of goods to consumer wananchi. Thank you very much. Actually, that question, I should have not left this hall without addressing it. Sijui nikiuliza maswali mengine ya ISPAC utasalia. No. Okay, now I will have to break out after this. But that question from ISPAC is very important. There are few items. In fact, we were very conservative. If we went my direction, we would have taken all the goods from zero rated to exempt. The reasoning is very simple. When you zero rate a commodity, you allow for what we call tax refunds. Input tax inarudishiwa kwa yule ameuza vitu. So the moment you sell a zero rated commodity, any tax that you paid when you are buying it, unarudishiwa. Now, that theoretically should make prices of commodities cheaper than if a commodity is exempt. However, experience and practice show us or demonstrate to us that that benefit is never passed to the consumers. Secondly, now the worst part is it is abused. These refunds, zimejaa KRA, fictitious ones. People sell to themselves, create fake companies. I create a company called Pepper, another one called Book. The Pepper now invoices Book. And they are my companies, and there is no good or whatever supplied. After the invoice, then I go to KRA and I say, I paid Book this much. And then that is what we call missing traders. When you check on records, you will never find anywhere where that Book is operating as a company. So that is a problem that we have faced as a country. And this money comes from you and I. We give these people who are tax cheats money, they go and build huge palatial homes, and us, we are left suffering. So what we are saying, we discourage zero rating. We go exempt. We can exempt if a good is so important, like pharmaceuticals, like food products, like any other essential commodity, animal feed, fertilizer. We can zero rate output, and we exempt output and exempt input, so that the effect will almost be the same as zero rating. That's what we have done. If you check this finance bill, the pharmaceuticals, and I'm just winding up, pharmaceutical products, what we did was that the output we exempted last year, but inputs we left under zero rating. So what we are saying, the materials used to manufacture pharmaceuticals, we also exempt. So that the effect is the same. This person who is selling pharmaceutical, because whatever is using to produce the pharmaceutical is already exempt from VAT, there will be no VAT claims. So we are trying, because our policy is to remove goods, to reduce what we call tax expenditure, those tax refunds. But
it is being fought. And the kelele you hear are those who have been benefiting. You know, if you have been benefiting even from killing people, you will not like it when now you are stopped from killing them. That is the human nature. You kill people, you sell them poison. When you are told not to sell, you will resist. And that is what is happening now. You find some manufacturers who have been making fictitious claims, don't want to. On bread, so you have heard this joke, that those who are producing bread, siku hizi they don't see the need of even employing those who bake bread. Because it is very simple. Get accountants like John Mbadi. I sit behind a desk and I create. And you go to KRA and you claim, you make your money, you go home. There is no hustle. There's no hustling as you know it. So that is why, Nimrod, we are proposing that we move most of the commodities from zero rating to exempt. However, I was very conservative. I left out many commodities, like bread, like milk. I did not move them from zero rating. Why? Simply because of politics. If I did that, you'd be killing me here, even if you are not benefiting from it. So wacha niwache, muendelee kuenjoy. We are suffering as a government because we are losing a lot of money, but because we want to manage politics also, wacha hiyo ibaki hapo. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mbadi, nasema asante sana na tunaitikia na mwito wako. Pia nasema asante sana. Na tumekubali. Tunaitikia mwito wako kwamba tutafanya mikutano kama hii mara kwa mara, na sio hapa jijini Nairobi. Kila tunapopata muda tutaandamana nawe, hata kama ni katika serikali za kaunti. Tutaangalia hiyo maneno ya Ololua. Uambie watu wangu nitakuja huko niwaongeleshe, si ndio? Asante sana. Nasema asante sana Mheshimiwa Waziri wa Hazina ya Kitaifa, Mheshimiwa John Mbadi, Mheshimiwa Mark kutoka hapa jijini Nairobi, Mheshimiwa Anthony pia vile kutoka hapa Nairobi, na Mheshimiwa Gor kutoka kaunti ya Kajiado. Pia niseme asante kwa wafanyabiashara, wananchi wa Kenya wazalendo ambao ni walipa kodi na walipa ushuru. Tungependa kuwa na muda mrefu sana, lakini waziri, kama mnavyofahamu, siku ya kesho ni siku kubwa sana. Siku kubwa hata kushinda pengine kuzaliwa kwake, siku kubwa pia hata kushinda harusi, manake lazima atangaze mambo ambayo yatawafurahisha nyinyi wananchi. Sikuwa peke yangu, nimekuwa na mwenzangu Mashirima Kapombe, nafikiri anaweza kutukamilishia kipindi. Bila shaka tunakupeleka moja kwa moja katika matangazo yetu ya Sema na Citizen.